kuyamilikisha, mchakato wa kuyamilikisha. Serikali huwa haipendi na haikusudii kugombana na wananchi. Kuna mtu leo alitoa kwa dhamira nzuri au aliuza kwa dhamira nzuri kukuzia kijiji, lakini baada ya muda anabadilika. Kwa hiyo kwa sababu tuna dhamira moja na wote ni mashuhuda wa maeneo, kila mmoja kama alitoa kwa hiari. Kama kuna mmoja aliuza kwa hiari. Kwa hiyo sasa hiari hiyo isije kaleta mgogoro baadaye. Sasa tumilikishe eneo la shule, ili Mheshimiwa Rais anapoleta pesa hapa Mpegere Makwale lisianze kuwa na mgogoro kwamba hatukubaliana. Kwa hiyo mchakato uanze kufanyika, na kwa sababu mheshimiwa yupo, mtendaji yupo hapa na mtendaji wa kijiji, na sisi kama halmashauri tutahakikisha hatua iende kwa haraka ili tuwe na hakika ya eneo letu. Hamasa zaidi, wananchi mliopo, tuhamasishane zaidi, tuje tufike, tushirikiane. Kuna wakati mwingine tunahitaji sana nguvu kazi kuliko pengine hata pesa mfukoni. Kwa nini nasema hivi? Tunaanza sasa hivi, nimeona mmeleta tofali, mchanga. Wakati mwingine tukiamua Mpegere na vijiji vitongoji vingapi? Vitatu. Tunapeana zamu. Kwa sababu na sisi ni kawaida ya serikali, hii jitihada iliyofanyika hii, nataka uone watu tunaanza kupandisha. Sio? Na mkifikia eneo la Boma sana, kama umeona maendeleo haya yawe mikononi mwako. Tusimamie, tufanye kazi ya watoto kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nimeona furaha kusema jikazeni, hata mfikie Boma, na hili ni jeshi. Naweza kutangaa baada ya wiki moja na nusu tukakwambia huku tayari. Safi sana. Tuna imani, ni mafundi wa kwetu, hatuna hata mtu mmoja mgeni. Wakina mama tunasema sisi tuliokuwa wananchi hapa pawe ni nyumbani kwetu. Tunapokuja kwa wingi, kila ninapokuja mafundi wanapata nguvu, yani kwa nguvu sana. Mimi langu ni hilo, nakushukuru sana. Karibu sana kusaidia. Mheshimiwa, ilikuwa ni kama ndoto kufika hatua hii, kwa kuwa walianza wachache sana kufikiria hii. Baadaye tulipoambukizwa tukawa tumeingia kushawishika, tukasema kweli. Mimi nipende sana kumshukuru Mheshimiwa Mwenyekiti Mateo, kama yuko hapa, mwenyekiti mstaafu wa kijiji hiki. Yeye ndio alianzisha kununua hili eneo, kaeneo kadogo kalikuwa hapo. Kalikuwa ni kwake, aliuza kujitolea. Lazima tumpe maua yake. Huyu bwana ndio mwanzilishi. Lakini baada ya hapo viongozi waliofuata nao hakukosea, wakawa wanapita humo kwa sababu na ahadi za kizungu. Umesema saa moja, haijawahi tokea. Wakisema saa moja, saa 5 ndio tulitegemea, ndio watu nawaona wachache walitegemea utafika saa 4, lakini umefika hata kabla ya saa moja. Tumpigieni makofi mheshimiwa. Asante, namshukuru Mungu tumevuka vizuri mwaka na nakupa pongezi sana. Mimi cha kukuomba, tunaomba tu serikali tusaidie, kwa sababu upo na wewe mpaka sasa tumeona tumesaidiwa. Wananchi wangu wamechoka kuchanga mchango, wamechoka. Tumekimbizana kununua eneo hili, ni kubwa, sio kazi ndogo. Tumefanya kazi kubwa sana kulipata hili eneo, na tunaendelea kupambana nao. Wananunua tofali, ndio hizi hapa zimeshuka. Ni kazi ngumu. Tunaomba tu kutupa msaada mkubwa, angalau tujenge jengo tupate nguvu, shule yetu isajiliwe, mwichukue wenyewe serikali, tuwe tunakula raha tu. Asante, ni hilo. Mwenyekiti kijana, sisi ni wazee kidogo. Nimefurahi sana. Najua utapiga kazi na utatusaidia. Najua Mpegere sasa imeshajenga. Mimi waombeni sana kwamba sisi Mpegere hapa tutaendelea kushirikiana nao, tutaendelea kujenga na tutafika. Huyo sema kwamba nikiisha Boma utapigwa mwenyewe. Na hapa Mpegere na hapa. Mimi nikuombe kwamba kaingize tu bajeti, si hapa tumeshamaliza. Leo umeona uwanja, ukikuta utaona Boma limefika. Kwa hiyo niombe mheshimiwa, usiwe na wasiwasi, mtu wangu nafahamu. Tunashukuru kutumia mtendaji wetu naye mchapa kazi mzuri. Wajumbe wetu wa halmashauri ni wazuri. Viongozi wetu wa vitongoji nao ni